Wakili George Kiti ameshinikiza wakazi wa kaunti ya Kilifi kufanya maamuzi ya busara wakati wanapochagua viongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya mzee Nicholas Charobaya eneo la Mtepeni, eneo bunge la Kilifi Kusini, wakili Kiti amesema wakati wananchi kuchagua viongozi kwa misingi ya vyama umepitwa na wakati, hivyo wananchi wanafaa kuzingatia utendakazi wa viongozi. Siasa inaanza vugulani mato akili kitwani. Maana ukurea kwako beni muhimu inangiza mtu ariye maishage ni tofauti na maishago. Kwa hivyo zipigire maishago iyena unamanya unampigira maishage. Ikigoma ya kura kamuhangwenga kwa sababu yenda kishakwe na unabaki hulaloni haha Mtepeni. Kwa hivyo sagulo zariro ngani muhimu sana. Usikenge kekeheri. Mato gaone masikiro gavuguke. Kiti ambaye ameweka wazi azma yake ya kugombea ugavana kwenye uchaguzi mkuu ujao katika kaunti ya Kilifi, amepinga tetesi zinazoenezwa mitandaoni kuwa anawania useneta kupitia chama cha PA, akitaja tetesi hizo kama propaganda. Mimi siko chama cha PA. Nothing. Propaganda zinazoenda ni finyo, ni za kijinga, ni za kipuzi. Siko katika chama cha PA, sisimami katika chama cha PA. Pia nasikia kwamba kuna kusimama useneta katika chama PA. That's wrong. Mimi siko huko na sisimami useneta. Nilisema nasimama ugavana. Naona watu wa chama cha PA wanasema nitaunga mkono, watu wa Mungu wanasema nitaunga mkono. Mimi pia nasema wao wataniunga mkono. It's the same thing. Najua ya kwamba wao they'll step down kuniunga mkono because I know what is happening. Ile broad based kuna watu watakanyagwa, kuna watu hatasimama. Wakili Kiti vile amesema pendekezo la wabunge wa Pwani kushirikishwa kwenye meza ya mazungumzo baina ya chama cha ODM na UDA kama lenye malengo ya kufaidisha viongozi kisiasa na wala sio kwa maslahi ya mkazi wa Pwani. Muungano wa watu wa Pwani ni zoezi zuri kwa falsafa yake. Leo hii tuko na viongozi wa katika ngazi ya juu. Wanataja wa Pwani, wanataja uzalendo wa Kipwani, wanataja Pwani kwanza, wanataja vyama vya Kipwani, lakini tunajua ni ufidhuli na ukora mtupu. Katika hafla hiyo, balozi wa zamani Sophie Kombe ambaye anamezea mate kiti cha ubunge eneo hilo la Kilifi Kusini ameeleza haja ya wanawake kupewa fursa ya kuongoza, akisema wana nafasi bora ya kuleta maendeleo kwa wakazi wa Kilifi. Safari hii hichi kiti cha ubunge na wauza ninyo ya tuwa Mtepeni na Kikambala division fukihalehe dufukiriche fusikalendi ya sena kila siku chenda huko. Safari hii tutakileta hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na malafu gwirane hamwenga munitume mimi mama yenu nende nikawakilishe. Tumeelewana? Yule mwingine ameenda vipindi 10 vinovirika vitosha paka chahahu. Wakati huo katibu wa masuala ya vijana na uchumi bunifu Fikirini Jacobs amepigia upatu mpango wa serikali wa Nyota wa kuwapa ruzuku vijana, akidokeza kuwa wameboresha maisha ya vijana wengi kiuchumi na vile kibiashara. Tumetarget katika bajeti ya 20 billion, 5 billion iko committed katika kuwapa vijana 150,000 kilo moja ili kuwasaidia kupata biashara. Kama kijana hukusoma na hana chochote nyumbani na amepata 50,000, tunatazamia kwamba zinaweza zikamuinua kidogo, akaanza hata biashara kadogo akamuendeleza katika maisha. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.